25 ya nishati ya kila siku. Pili, chagua wanga changamano. Pendelea nafaka nzima, kunde, mboga za majani na matunda kuliko vyakula vilivyokobolewa au sukari. Punguza sukari iliyoongezwa. Punguza ulaji wa sukari chini ya 10% ya wanga za kila siku. 4. Jumuisha nyuzi. Lenga gramu 25 hadi 35 ya nyuzi lishe kila siku kutoka kwenye vyakula visivyokobolewa. 5. Panga ulaji wa chakula kwa vipindi. Kula wanga katika milo yote ili kudumisha sukari ya damu badala ya kiasi kikubwa mara moja. Mapendekezo ya kipimo kwa mlo wa wanga. Kipimo kimoja ni sawa na kikombe kimoja cha robo lita au ngumi ya mkono wako au gramu 145 za chakula kilichopikwa. Kwa mtu anayefanya kazi nzito anaweza kutumia zaidi ya kipimo hiki. Kula angalau kipimo kimoja mara 4 na chakula kikuu kwa siku cha nafaka nzima isiyokobolewa ili kuupa mwili nguvu na kuuimarisha. Kula aina tofauti za nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupikwa kila siku ili kupata nishati lishe. Furahia kutafuna vyakula kama mahindi ya kuchoma au kuchemsha, makande, viazi vitamu vibichi, mihogo mibichi. Tumia vyakula vya unga wa mahindi au ngano kama vimekobolewa viliongezewa virutubishi badala ya bidhaa ambazo hazijaongezwa virutubishi kama sembe, ngano nyeupe. Kumbuka, baada ya kukobolewa nyuzi na baadhi ya virutubishi hupotea. Ulaji wa nafaka. Chakula kilichochafuliwa na sumu kuvu husababisha madhara ya kiafya hata kifo. Chambua nafaka ili kuondoa zenye ukungu au zilizobadilika rangi kabla ya kutumia, kwani zinaweza kuwa na sumu kuvu. Kiwango cha uongezaji wa sukari kwenye damu. Kiwango cha uongezaji wa sukari kwenye damu. Hiki ni kipimo kinachoonyesha kasi ambayo chakula chenye wanga hubadilishwa kuwa sukari rahisi kwenye damu baada ya kuliwa, ambacho kimepangwa kuanzia 0 hadi 100. Vyakula vyenye kiwango cha juu cha uongezaji wa sukari husababisha miongezeko ya haraka ya sukari ya damu baada ya kuliwa. Mkate mweupe, mchele mweupe hasa ule mfupi, viazi mviringo vilivyosagwa na kuokwa, nafaka za kifungua kinywa kama uji na ugali wa sembe, vinywaji vyenye sukari, soda, asali, juisi za viwandani, matunda na miwa ya kuongeza nguvu, keki, mikate mitamu, peremende, tikiti maji. Vyakula vyenye kiwango cha wastani wa kuongeza sukari husababisha kupanda kwa sukari ya damu kwa wastani. Mchele wa kahawia, mahindi matamu, nanasi, zabibu kavu, uji wa shayiri. Vyakula vyenye kiwango cha chini cha ongezaji wa sukari huchakatwa polepole na kufanya sukari ya damu ipande taratibu. Nafaka kamili: shayiri, mtama, ngano na ulezi. Mikunde: maharage, dengu, njegere, kunde. Viazi vitamu, magimbi, viazi vikuu. Mboga zisizo na wanga mwingi: broccoli, spinach na nyanya. Bidhaa za maziwa: maziwa mtindi. Jamii ya karanga na mbegu: karanga, korosho, makademia, mbegu za maboga. Jambo la muhimu: wanga GI ya juu hutoa nguvu haraka
husababisha kupanda na kushuka ghafla kwa sukari ya damu. Pia humfanya mtu kujisikia njaa haraka na kupelekea kula mara kwa mara. Wanga wenye GI ya chini hutoa nguvu polepole. Kudumu muda mrefu husaidia kushiba na kudhibiti sukari ya damu na kumfanya mtu ajisikie kula mara kwa mara. Faida za kula vyakula vyenye kiwango cha chini cha uongezaji wa sukari kwenye damu: kudhibiti sukari ya damu, huongeza hisia ya kushiba kwa muda mrefu, kudhibiti uzito, kuboresha afya ya mishipa ya damu na moyo, huongeza nguvu endelevu. Mfano wa vyakula hivi: maharage, dengu, viazi vitamu, shayiri, nafaka kamili, mboga mboga na matunda kama maapulo, mapera, machungwa na maparachichi. Utapiamlo unaotokana na vyakula vya wanga huitwa utapiamlo wa nishati. Upungufu wake au ulaji usio wa kutosha kusababisha matatizo yafuatayo. Matokeo ya ukosefu wa wanga: mwili huanza kutumia mafuta na protini kama chanzo mbadala cha nishati. Misuli na tishu za mwili huanza kudhoofika. Mwili huishiwa nguvu, mtu kuchoka haraka na hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Kupunguza uzito kupita kiasi, yani ukondefu. Magonjwa ya utapiamlo wa nishati: unyafuzi, marasmasi. Kiwango cha chini cha sukari, athari kwa makundi maalum. Watoto hukua kwa kuchelewa, hupoteza hamu ya chakula na kinga ya mwili hushuka, hivyo kwa urahisi hushambuliwa na magonjwa. Watu wazima hupoteza uzito, nguvu za misuli na huweza kupata matatizo ya viungo vya ndani kwa muda mrefu. Uzito uliokithiri na unene kupita kiasi unaweza kupelekea magonjwa yasiyoambukiza. Kingamlo: kula vyakula vya wanga kwa kiwango kinachoshauriwa, vikichanganywa na makundi mengine ya chakula, protini, mafuta, vitamini na madini ili kutoa mlo kamili. Tumia nafaka zisizokobolewa, mizizi na matunda yenye wanga. Dhana potofu kuhusu vyakula vya wanga: wanga unakufanya unenepe. Ukweli: uzito unatokana na kula wanga zaidi kuliko unavyochoma, si kutoka kwenye wanga pekee. Wanga kamili kama vile mchele wa kahawia, shayiri, matunda na kunde kwa kweli husaidia kudhibiti uzito. Ulaji wa wanga kidogo ndio njia pekee ya kuwa na afya. Ulaji wa wanga kidogo unaweza kusaidia watu wengine kwa muda mfupi, lakini afya ya muda mrefu inategemea lishe bora. Dhana potofu: wanga husababisha ugonjwa wa kisukari. Ukweli: kula wanga husababisha moja kwa moja kupata ugonjwa wa kisukari. Dhana potofu: kuchanganya aina mbalimbali za nafaka, mfano mahindi, ngano, mtama, ulezi, mchele kunasaidia kuwa na unga bora kwa ajili ya lishe. Ukweli: nafaka zote zao la mwisho baada ya mwili kuchakata ni sukari rahisi, yani glucose. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Watu wote, kwa siku ya kesho nitakuwa na somo zuri, muwepo. Somo hilo litakuwa linasema vyakula vya protini. Tuombe. Mungu mwema, tazama umetufundisha, naomba tukayatendee kazi, yakakae kichwani mwetu, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina.